Gari la mgombea wa ubunge jimbo la Njombe mjini kupitia chama cha ukombozi wa umma cha umma limevamiwa na watu wanaodaiwa kuwa ni vijana wa chama cha Mapinduzi CCM na kubandikwa mabango ya mgombea wa ubunge kupitia chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Njombe mjini Deogratias Manyika. Akizungumza leo mapema asubuhi Septemba 27 baada ya kutoka kituo cha polisi Njombe, Siglada Mlingo ambaye ni mgombea wa jimbo hilo amesema tukio hilo limetokea usiku wa jana Septemba 26 wakati gari lake likiwa limepaki nje ya moja ya mgahawa mjini Njombe huku yeye na timu yake wakipata chakula. Siglada amesema anashangazwa na kitendo hicho ambapo mara baada ya kutekelezwa aliona picha ya gari lake limebandikwa picha za mgombea CCM zikisambazwa kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp mkoani Njombe kwa lengo la kumchafua kisiasa. Msikilize Siglada ambaye ni mgombea wa ubunge kupitia jimbo la Njombe mjini kwa tiketi ya chama cha ukombozi wa umma cha umma akifafanua zaidi. Majina anaitwa Siglada Mligo, mgombea ubunge jimbo la Njombe mjini kwa tiketi ya chama cha ukombozi wa umma yani cha umma. Jimbo hili lina kata 13. Miongoni mwa hizo kata 13 mjini kuna kata 3 tu. Kwa hiyo kata 10 ziko vijijini. Kwa hiyo mimi na timu yangu muda mwingi tunautumia kushinda vijijini kutafuta kura vijijini. Lakini jana tukiwa tunarudi toka kijijini, tumeenda sehemu kula. Mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Vegas, kula chakula cha jioni. Ilikuwa mida ya saa 3:30. Ili tule tuweze kutawanyika kila mtu kurudi nyumbani. Tumeingia kula tukapaki gari nje. Tulipopaki ile gari nje, tumemaliza kula. Tunatoka nje tunakuta gari imechokonolewa. Nitakuonyesha pia sehemu ambazo ni kama mtu alikuwa anatumia bisibisi. Alikuwa anatumia bisibisi kama kutaka kutoa kioo ili aweze kukitoa aone ndani na lengo lake lingine sijui ni nini. Lakini kingine cha ajabu zaidi, tukakuta gari limebandikwa mabango ya CCM. Baada ya ile tukio tukawakuta watu ambao walikuwa wanafanya hilo tukio lakini ndo wanaondoka. Walikuwa watu 4. Wakachukua bodaboda. Miongoni mwa hao watu 4 tulimtambua mtu mmoja ambaye anaitwa Solanus Mwagama ambaye yeye ni mwenezi wa CCM wa kata ya Njombe mjini. Lakini Mungu alivyowaajabu, watu wangu kwa ajili ya ile paniki na wakasema hii ni nuksi, wakabandua yale mabango kwenye gari. Wakiwa wanaendelea kubandua yale mabango kwenye gari, tunakutana na picha ambayo imetumwa na huyo Solanus kwenye grupu la uwanja wa siasa. Hilo grupu ni la karibia wananjombe wote wapo kwenye hilo grupu. Baada ya kugundua kwamba aliyefanya hilo tukio ni huyo ambaye kweli tulimuona, lakini hakuishia hapo tu. Baada ya kutekeleza ile kazi yake, alipiga picha. Inaonekana kuna watu walimtuma kwamba ukishamaliza kubandika na kufanya huo uovu, piga picha. Akapiga picha, akatuma kwenye grupu la uwanja wa siasa. Na watu wote, lile grupu lina watu zaidi ya 700, watu wote waliomo kwenye lile grupu wameona hiyo picha. Issue sio haya mambo ninayozungumza. Issue ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi na wanachama wa CCM na viongozi na wagombea, yani wanaamini hii nchi ni ya kwao. Hiki kitendo ni jinai. Na mimi nimejiuliza maswali mawili. Je, gari hii tungepaki sehemu ambayo ni giza? Tungepaki sehemu ambayo hakuna mwanga? Manake pale wamefanya hayo mambo mazito, tumepaki kwenye mwanga, yani kuna watu wanapita. Je, tungepaki sehemu ambayo hapana mwanga? Lakini pili, je, ningekuwa mimi nilikuwa kwenye hiyo gari wangenifanya nini? Lakini wao wanatamba na mgombea wao kwamba mgombea wao ana nguvu, mgombea wao ana pesa. Kwa nini wapambane na mimi? Mtu mdogo kabisa. Kwa nini wapambane na mimi? Wanafika hatua hadi ya kutaka kunizuru aidha uhai wangu au gari yangu. Mimi ninachoweza kusema, hii ni jinai kama jinai nyingine. Hii hatuhitaji mambo ya maadili tena. Gari yangu imevamiwa na vijana wa CCM wakiwa wameongozana na katibu mwenezi wa CCM wa kata ya Njombe mjini. Ushahidi umenyoka, taratibu nyingine zifuatwe. Na baada ya tukio lile niliripoti polisi na nimefungua kesi usiku ule ule. Nataka kuona vyombo vya dola vinafanya nini kwenye tukio kama hili. Hii ni bisibisi. Ina maana huyu mtu alikuwa anatumia bisibisi kuchokonoa huu mlango. Manaka alikuwa anataka atoe hiki kioo ili aingie ndani. Sasa huko ndani huwezi jua lengo lake alikuwa anataka achukue nini. Na pia huwezi jua mpango wa kuumiza hivi gari lengo lilikuwa ni nini. Hii ni bisibisi. Imekuja mpaka hapa. Yani kama watu walikuwa wanataka wanyofoe hiki kioo. Je, mimi ningekuwemo humo ndani wangenifanya nini? Na picha mnazo.
za hii gari ikiwa na mabango ya CCM. Saa hizi tumeyatoa kwa sababu ni nuksi, yani sisi tunaona ni laana. Hafu mambo ya zamani sana hayo. Saa hizi mambo yamewakalia vibaya, upepo umebadilika mjini hapa. Watu wamejua kwamba wameshadanganya miaka 63. Sasa wanaona Sigrada na kubalika mjini, watu wamebadilika, wameingia hasira za visasi. Mimi najua RPC yuko vizuri kwenye mambo. Nahitaji kesi yangu hii ichukuliwe hatua za haraka kwa sababu watuhumiwa wapo. Na mpaka sasa hivi, licha ya kwamba nimefungua kesi jana, hakuna mtuhumiwa aliyeshikiliwa hata mmoja, wakati nimewataja kwa majina kwenye maelezo yangu. Wameanza kuniletea fujo mapema sana. Kabla hata ya uteuzi hatujateuliwa walianza kuleta fujo. Lakini hapa katikati walianza kung'oa mabango yangu na bendera. Mimi nikasema vitu vidogo sana hivyo. Wameng'oa mabango na bendera, ni wameona niko kimya. Sasa wameingia kwenye kumiliki bisibisi za kunivamia mimi. Sasa hii siwezi kuvumilia. Ni siasa za hovyo na za zamani. Na hawa watu hawawezi kufanya hivi bila maelekezo ya wagombea wao. Huwezi kumkwepa mgombea wa CCM kwenye jambo kama hili. Kwa sababu watu wanapewaga posho. Kwa sababu bango lililobandikwa hapa linamlenga mgombea ubunge. Limebandikwa bango la CCM, la mgombea wa CCM. Hao wamelitoa wapi? Manake wamekabidhiwa na yeye. Wakafanya hicho, wakafanya uharibifu huo. Wana kila kitu kwenye nchi hii. Mbona wanakuwa waoga sana? Sio alisema Sigrada hana nguvu. Sigrada hana hela, wao wana hela. Wanamiliki pesa za madini. Wanaanza kwenye jimbo hili bado wanaleta fujo kwa mtu ambaye wamemiliki uchumi wa nchi, wamekula mahela ya nchi, alafu bado tunaanza kuchokoana sisi watoto wa maskini. Mimi ni Beka Mloko, usisahau kushare, kusubscribe na comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Una maoni gani kuhusiana na changamoto ambazo zinaendelea kutokea kwa wagombea wa vyama mbalimbali nchini Tanzania, haswa wakati huu wa kampeni?